tunamaliza fumbo letu la mezani, ili tunasoma hapa kipengele cha mwisho part B. Sasa fumbo la mezani tumejifunza kwamba, kwa hiyo hata tunamuona kuna Paulo alikuwa Mfarisayo, lakini akawa amepiga vita kanisa la Mungu na Bwana Yesu kama hakimu. Kwa hiyo mzani tumeona ni inatumika mahakamani, kwa hiyo kwa ajili ya kutoa haki. Kwa hiyo Yesu kama hakimu, kwa hiyo kupitia neno la Mungu neno la Mungu Baba, kwa hiyo akamwambia Paulo abadili njia yake, asiende kutesa kanisa la Mungu. Kwa hiyo Bwana Yesu kama hakimu anatoa hukumu. Kwa kila binadamu yeyote yule, maisha kwa sababu unayaishi, neno la Mungu litakuja kukuhukumu siku moja, kwa sababu ulisikia au ukaamua kukaa na njia zako mbaya. Kama mtu ni mchawi, anaenda kuwa mchawi. Kama mtu ni wakala wa shetani, anaenda kuwa wakala wa shetani. Freemasoni, Illuminati, Secret Society, uchawi wote wa kila aina na rangi zake, na uchawi wa majini na wapepo, wasoma nyota, wapiga ramli, wapiga bao, nyote. Neno la Mungu, sote neno la Mungu litakuhukumu. Hata kama unaishi maisha matakatifu, utahukumiwa kwa ajili ya kupata haki, uzima wa milele. Lakini na wewe kwa sababu umeikataa, Bwana Yesu atakuhukumu kwa kukupa adhabu, mateso ya milele. Neno la Mungu neno ambalo linahukumu mioyo, linakupima, na kazi za watu zitapimwa kwa neno la nani? La Mungu. Kitabu kitafunguliwa na vitabu vitafunguliwa. Kila mtu atahukumiwa sawa sawa na neno la Mungu. Kwa hiyo lazima tu tunajua, sasa tukikutana neno la Mungu kama fumbo la mezani, unalielewa kwa ajili ya kumpa mtu nini? Haki. Bwana Yesu atusaidie sana, ambao tuna njia ambazo hazimpendezi Mungu. Bwana Yesu atutie nguvu, tuzirekebishe hizo njia zetu zimpendeze Mungu. Hata kama unasema, hata kama dhambi unayojua ni ndogo, ni kubwa, zote lazima tuombe neema ya Mungu itakayotuwezesha hizo njia mbaya tuziache, tuyafanye mapenzi ya Kristo. Kwa hiyo tusidanganyike kwa wingi wa mali anazodanganya nazo shetani. Hata tukifa, hata kufa na mali hata hii moja, ila namna gani utakavyokuwa umewekeza kwa Mungu, neno la Mungu, umewekeza muda wako. Mimi siongelei hela, muda kutafuta Mungu, uso wa Mungu, kufunga, kuomba.